Tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka 2025, Tanzania imefanya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, ikiwa ni utekelezaji wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo uchaguzi mkuu hufanyika kila baada ya miaka 5. Kazi na utu. CCM oye! Ninafarijika na dhamira nilionayo kwenye kuwasaidia Watanzania. Ninafarijika. Haki! Wazee pale haki! Kampeni za uchaguzi mkuu kwa wagombea wa vyama vyote vya siasa vilivyoshiriki zilianza mwishoni mwa mwezi Agosti mwaka 2025, ambapo Watanzania walipata fursa ya kusikiliza sera na ahadi za wagombea wa uraisi, ubunge na udiwani kulingana na ilani za vyama vyao vya siasa na kwa kufuata sheria na miongozo. Tume huru ya uchaguzi ilihakikisha inatoa uwanja sawa kwa wagombea wote, ikiwemo wagombea wote wa uraisi kupatiwa magari, madereva na mafuta ili waweze kuwafikia wananchi na kunadi sera zao. Pamoja na kuwapongeza kwa uteuzi wenu, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inakukabidhi mgombea wa kiti cha rais gari moja jipya aina ya Land Cruiser GX VXR kwa ajili ya kampeni. Uchaguzi mkuu wa mwaka huu ni wa 7 tangu mfumo wa vyama vingi vya siasa umeandika historia ya kuwa uchaguzi uliogharimiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ambao umefanyika baada ya wadau wa vyama vya siasa kukubaliana na maeneo kadhaa ya kufanywa mabadiliko katika sheria ya uchaguzi, ambapo sheria mpya ya Tume Huru ya Uchaguzi ya mwaka 2025 imetumika. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Vyama vya siasa 17 kati ya vyama vyote 18 vimeshiriki uchaguzi na kuweka wagombea isipokuwa chama kimoja cha Chadema ambacho kiliamua kujiondoa kushiriki uchaguzi. Kujiondoa kwa chama hiki katika uchaguzi kuliambatana na madai ya kutaka kuzuia uchaguzi usifanyike kwa kuendesha kampeni iliyopewa jina la kimombo la No Reforms, No Election, iliyomaanisha bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sehemu kubwa ya madai ya Chadema ilifanywa kazi na kikosi kazi kilichohusisha vyama vyote vya siasa ambacho kiliundwa ili kufanyia kazi madai ya vyama hivyo. Madai karibu yote yalifanywa kazi isipokuwa jambo moja tu la mabadiliko ya katiba ambalo lisingeweza kufanyika kwa muda mfupi, na hivyo kupangiwa kufanyika katika kipindi cha mwaka 2025-2030. Pamoja na Chadema kujiondoa katika uchaguzi, vyama vingine 17 vya siasa viliendelea. Niwahakikishie tunakwenda kuulinda kwa nguvu zote muungano wetu. Ule wakati wa saa ya ukombozi ni sasa umewadia. Ule wakati wa lalahoi kufutwa machozi, huu ndio wakati wake. Sina uchumi wa kizazi kilichopitwa na wakati. Mimi ni wa uchumi wa kisasa. Sera zangu zinaangaza uchumi wa kisasa, kanuni za kisasa, dunia zinavyoendelea. Kipaumbele cha kwanza katika chama cha Makini ni elimu. Kipaumbele cha pili katika chama chetu cha Makini ni kilimo, na kipaumbele cha tatu katika chama chetu cha Makini ni afya. Ukinipa mimi uongozi, service line, yani kuunganisha umeme kwenye nyumba ya Mtanzania yoyote, itakuwa ni bure. Baada ya kuwasikiliza wagombea wote katika kipindi chote cha uchaguzi, ikawadia siku ya kupiga kura, yani tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka 2025. Tume Huru ya Uchaguzi ikiwa imeboresha kwa kiasi kikubwa mazingira ya kupiga kura, iliongeza idadi ya vituo vya kupiga kura hadi kufikia zaidi ya 1099. Hali hii ilisaidia wapiga kura wengi kupiga kura mapema asubuhi walipofika katika vituo vya kupiga kura.
Upigaji kura ulikwenda kwa mafanikio makubwa katika sehemu kubwa ya nchi, isipokuwa katika miji michache ya mikoa 7 ikiwemo Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya, Songwe, Mara, Iringa na Njombe, ambayo kati ya saa 4 na saa 5 za asubuhi kuliibuka vikundi vya watu walioanza kushawishi vijana kufanya vurugu. Kabla ya siku ya uchaguzi mkuu, kulikuwa na uhamasishaji na uchochezi katika mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya nje nchi, ukitaka vijana wafanye vurugu, wabebe silaha za jadi, yakiwemo mabomu ya mafuta ya petroli na silaha nyingine, mambo ambayo ni kinyume kabisa na utamaduni wa Mtanzania. Makundi ya watu walioanzisha fujo hizo yalianza kufanya sawa na ilivyokuwa ikihamasishwa, kwa kuchoma matairi na kisha kufunga barabara, kuchoma miundombinu mbalimbali, vikiwemo vituo vya mabasi yaendayo haraka, ofisi za serikali, vituo vya polisi, vituo vya mafuta, mahakama, zahanati, maduka ya biashara za watu mbalimbali, na kuiba bidhaa. Walichoma magari ya serikali na ya watu binafsi, lakini pia pikipiki na mambo mengine. Vurugu hizo zimesababisha uharibifu mkubwa, ukiwemo kuchoma moto ofisi za serikali, zikiwemo ofisi za watendaji wa kata 756. Wamechoma moto ofisi za Chama cha Mapinduzi 895. Wamechoma moto vituo vya mabasi yaendayo haraka 27. Wamechoma moto mabasi yaendayo haraka 6. Wamechoma moto nyumba binafsi za askari 273. Wamechoma moto vituo vya polisi 159. Wamechoma moto vituo vya mafuta 672. Wamechoma moto magari ya watu binafsi 1642. Wamechoma moto pikipiki 2268, na pia wamechoma moto magari ya serikali 976. Baba, gari za TAKUKURU hizo. Gari za TAKUKURU. Haya ni sehemu tu ya madhara ambayo tathmini ya awali imefanyika. Kuna uharibifu zaidi ya huu katika maeneo yote ambako vurugu zilizuka. Akizindua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Novemba 14 mwaka 2025 jijini Dodoma, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameelezea kusikitishwa na madhara ya vurugu hizo, yaliyojumuisha vifo, uharibifu wa miundombinu na mali za umma na mali za watu binafsi, na akataka Watanzania wasikubali vitendo hivyo kurudia. Aidha, Mheshimiwa Rais Samia akaelezea uamuzi wake wa kuunda tume huru ya uchunguzi na kuhakikishia Watanzania pamoja na yote yaliyotokea hatosita kukunjua mkono wa maridhiano. Mimi binafsi, waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na tunaomba Mwenyezi Mungu kama tulivyoomba awapumzishe kwa amani. Aidha, kwa majeruhi tunawaombea wapone kwa haraka, na kwa wale waliopoteza mali zao tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yani inquiry commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani. Kwa wanangu vijana wa taifa la Tanzania, sisi wazazi wenu, kama tungeyafanya mlioyafanya nyinyi, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Hivyo ni wasihi sana wanangu vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu,
kwa shida zozote zile zinazowakabili. Msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali kukata tawi la mti ambao mmeukalia. Msikubali kabisa. Hili nawaomba mlikatae kwa nguvu zenu zote. Ninyi ndio walinzi na wajenzi wa taifa hili, na wasihi kamwe msije kuwa wabomoaji wa taifa lenu. Serikali imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku 100 za muhula wa pili wa awamu ya 6 kwa kuanza na tume ya usuluhishi na maelewano. Tayari Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameunda tume ya uchunguzi inayoongozwa na mtu mwenye heshima na aliyeongoza uchunguzi katika tume mbalimbali kitaifa na kimataifa, Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman. Tume hii iliyoanza kazi tarehe 20 mwezi Novemba mwaka 2025 itafanya kazi kwa miezi 3 na itawasilisha taarifa yake itakayobainisha chanzo cha vurugu na kutoa mapendekezo ya hatua za kuchukuliwa. Tume inaipa mamlaka tume kumwita au kumwalika mtu yoyote, na tutawaalika kwa ajili ya mahojiano kwa lengo la kupata taarifa. Kwa hiyo tunatoa wito kwa Watanzania, kwa wadau wote, tushirikiane ili tume iweze kupata taarifa sahihi na nasisitiza ya ukweli. Taarifa ya ukweli sahihi ambayo itatuwezesha na sisi kama tume kuweza kufanikisha uchunguzi na adhibu za rejea. Haya ni madhara makubwa kuwahi kutokea Tanzania. Ni matukio yanayotaka Watanzania wote watafakari na kuchukua hatua za kuhakikisha hayajirudi tena, kwa kuwa sio tu yanachafua sifa na heshima ya taifa hili lijulikanalo kama kisiwa cha amani, bali pia yanaharibu uchumi na ustawi wa Watanzania walioujenga kwa jasho jingi na gharama kubwa. Hima kwa kila Mtanzania kusimama kidete kuhakikisha vurugu isiwe suluhisho la changamoto za wananchi, bali suluhisho ni mazungumzo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza na wazee wa Dar es Salaam ametoa wito kwa Watanzania wote kuungana kuilinda Tanzania na kukataa kuruhusu ushawishi wa kutoka nje ya nchi ambao unaingilia uhuru, utu, heshima na maslahi ya Watanzania, huku akisisitiza Tanzania itajipangia mambo yake yenyewe na sio kupangiwa cha kufanya. Hakuna aliyekataa kurekebisha katiba ya nchi hii, hakuna. Mnakumbuka niliunda tume ya haki jinai, ikaenda ikasoma Tanzania nzima na wakaniletea haya ndio wanayoyaona Watanzania. Na katika kuyatekeleza kuna ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Na ya muda mfupi na muda wa kati mengi, 90% tumeyatekeleza. Lililobaki la muda mrefu lilikuwa ni la katiba, marekebisho ya katiba. Na lenyewe nikasema tutalitekeleza. Na mkisoma ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, nimesema ndani ya siku 100 nitaunda tume ambayo itafanya kwanza maridhiano, halafu tuingie kwenye mchakato wa katiba. Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue uko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu kutokana na haya tuliyokubaliana. Sasa katiba iseme 1, iseme 2, iseme 3, iseme 4. Lakini mtakwenda moja kwa moja watu wote, kila mtu kavimba machavu, mnaunga katiba ipi itaungwa hapa? Nimesema kwanza turidhiane. Na kwa sababu wamechafua nchi, nilichofanya mwanzo ni kuunda tume ya kuangalia undani wa hili jambo. Nimewapa miezi 3 waangalie kwa undani,
watuletee taarifa, yaliyojiri ni haya, tofauti ziko hapa, hapa palitokea si haki, hapa palikuwa na haki. Tukisha kuyajua hayo, tunakaa sasa, haya tulioletewa ni haya, njoni kamati ya maridhiano, piteni sasa, tofauti ni hizi, matatizo ni haya, piteni sasa kwa makundi mbali, wakwambieni haya tunakwenda nayo vipi. Hiyo sasa ndio tume ya maridhiano. Baada ya hapo tunakaa kuunda katiba yetu. Hakuna aliyekataa. Leo wanasema wameingia njiani, wameharibu nchi, wanadai katiba. Katiba iko wapi? Inaning'inia wapi? Tuipachue tuwape. Katiba ni mchakato, ni process. Tunaanza hili, tunakwenda hili, tunakwenda hili. Sasa katika vile visingizio vya kuepuka na aibu ya kushindwa kwenye uchaguzi, wanaweka visingizio. Visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje. Hawana hata aibu. Nje huko wanakaa, Tanzania ifanye 1, ifanye 2, ifanye 3, halafu ndiyo itakuwa hivi. Who are you? Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei? Kwao hayatokei? Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao? Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia. Ni fedha chache wanayotugaia. Na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara, wao wapate na sisi tupate. Ndipo tunaposimamia. Mtazamaji, haya ni kwa muhtasari juu ya yale yote yaliyojiri kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Uchaguzi umekwisha. Uchaguzi mwingine ni mwaka 2030. Kwa sasa ni kazi ya ujenzi wa taifa la Tanzania kwa kauli moja ya kazi na utu, tunasonga mbele. Asanteni kwa kunisikiliza.